Bana, mengi yamesemwa sana kuhusiana na ujio wa kocha mpya mitaa ya Msimbazi. Wengi pia walihusishwa, na mtu ambaye alikuwa amehusishwa kwa ukaribu zaidi ni Miguel Gamondi, kocha wa timu ya Tanzania Taifa Stars, lakini pia kocha wa Walimalizeti Singida Black Star. Lakini jina ambalo limetambulishwa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye ndiye ambaye atakayekwenda kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo, akiwa pia na magumu mengi ambayo anapaswa kwenda kuyatatua pale mitaa ya Msimbazi. Huyu si mwingine ni Steven Robert Becker, ukimwita hivyo, lakini pia wengi wamekuwa wakimjua jina la Steve Becker. Ndio jina ambalo limekuwa maarufu, lakini jina lake kamili ni Steven Robert Becker. Huyu alizaliwa Desemba 23 mwaka 1967, hivi sasa akiwa na umri wa takriban miaka 57. Ni mzaliwa wa Maseru pale Lesotho. Amezaliwa pale katika mji wa Maseru pale Lesotho, ndipo ambapo amezaliwa. Huyu ni kiungo wa kati, fundi haswa. Miaka ya nyuma alikipiga akiwa kwenye vikosi mbalimbali kipindi hicho miaka ya nyuma, lakini pia alianza kupata umaarufu zaidi akiwa na timu ile ya Wits University mwaka 1990 mpaka 98 akikipiga hapo, lakini pia akahamia kwenye kikosi cha Super Sports United mwaka 1999 mpaka mwaka 2000 akikipiga kama kiungo wa kati akiwa mchezaji. Hapa ndiko ambako tunamtazama huyu Steven Robert Becker ambaye ni kocha mpya wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Lakini pia kazi ya umeneja alianza mwaka 2008 katika kikosi cha University of Pretoria, ndiko ambako alipoanza majukumu ya ukocha. Na hapa University of Pretoria alikaa kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2014. Ni moja kati ya kocha ambaye anadumu kwenye vilabu na amefundisha vilabu vitatu tu pekee. Simba inakuwa ni klabu yake ya 4 baada ya kutoka pale Pretoria University. Akatimkia Amazulu mwaka 2014, na mwaka 2014 akakifundisha kikosi cha Amazulu katika misimu miwili mpaka mwaka 2016. Mwaka 2014-16 akakifundisha kikosi hicho cha Amazulu. Baada ya kutoka Amazulu mwaka 2017 akatambulishwa kwenye kikosi cha Stellenbosch mpaka mwaka 2025 anakuja kutimkia mitaa ya Msimbazi. Hatimaye kwa siku ya leo anatambulishwa mitaa ya Msimbazi. Calculate miaka ambayo amekaa toka 2017 mpaka kwenye kikosi cha Stellenbosch ni miaka mingi kweli kweli. Stellenbosch ya pale Afrika ya Kusini. Huyu ni kocha ambaye amekuwa na maarufu mkubwa pale Afrika ya Kusini. Kumbuka msimu uliopita alifanikiwa kuifikisha Stellenbosch kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wakiondoshwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa ni moja kati ya kocha ambaye anajulikana pale Afrika Kusini. Stellenbosch ukikalkulate tokea mwaka 2017 mpaka mwaka 2025, basi moja kwa moja kocha huyu amekaa kwenye kikosi hicho kwa takriban miaka 8. Miaka 8 sio mchezo toka atambulishwa kwenye kikosi cha Stellenbosch. Hatimaye baada ya miaka 8 anatimka kwenye kikosi hicho na anatua sasa mitaa ya Msimbazi. Simba hapa wamepata kocha. Kikubwa ni je, uvumilivu pia upo? Je, mipango na mikakati, ushirikiano ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba watafanikiwa kuweza kumuunganisha vizuri na kumpa ushirikiano wa kutosha ili aweze kufanya vizuri? Manake ni moja kati ya kocha ambaye anaonekana amefanikiwa zaidi pale Afrika Kusini akiwa na Amazulu pamoja na Stellenbosch, namna ambavyo amebadilisha timu ya Stellenbosch akipewa ushirikiano na viongozi wa Stellenbosch, na hatimaye akafanikiwa kuifikisha timu hiyo kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza kwa upande wa timu hiyo ya Stellenbosch. Simba hapo wakaona kwamba wakimchukua huyu kocha basi moja kwa moja anaweza akawafikisha kwenye nchi ya ahadi. Ni moja kati ya kocha ambaye anaonekana ni muhimili zaidi wa kumiliki mpira, lakini alivyokuwa kwenye kikosi cha Stellenbosch timu yake ilikuwa inacheza zaidi direct football. Sasa hapa mitaa Msimbazi
anakuja katika staili gani, kwa sababu amewekwa kiungo fundi, basi tunategemea kwa upande wa klabu ya Simba atakuwa anaamini zaidi kwenye eneo la kiungo. Simba wamepata kocha, kilichobaki sasa ni kuona katika hichi kipindi ambacho cha kalenda ya AFCON, michuano ya AFCON ambayo inaendelea, ambapo kwa upande wa ligi imepumzika kidogo, lakini pia utakuja kuona ligi ya mabingwa barani Afrika kurejea kwake kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kukipiga ni mpaka Januari 23, kwa ambapo watakwenda kukipiga na kikosi kile cha Esperance de Tunisi ya kutokea kule Tunisia, ambapo Simba watenda ugenini. Sasa kwa upande wa kocha Steven Robert Becker ana kazi ya ziada ya kufanya hapa katika hichi kipindi, kuhakikisha kwamba anatengeneza umoja kwa wachezaji, kuhakikisha kwamba kila mchezaji pia anampandisha uwezo wake, lakini pia kuwajua wachezaji wa Simba vilivyo kabla mambo hayajawa mengi, kabla ligi haijarejea, kabla michuano wa ligi ya mabingwa barani Afrika haijarejea. Kumbuka Simba wana kibarua kwenye michuano wa ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kupoteza michezo miwili ya kwanza, hivyo wana kibarua kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ambayo ni mazuri katika mechi 4 ambazo zimesalia, ili kuhakikisha kwamba wanafanikisha kwenda kwenye hatua ya robo finali kule ambako wamezoea kufika. Maana kwamba wakishindwa kufika kwa msimu na klabu ya Simba namna ambavyo imeweka rekodi huku, basi moja kwa moja tutasema kwamba wamefeli. Sasa kwa msimu huu tayari wameanza vibaya, na si mara ya kwanza kuanza vibaya, lakini kwa msimu huu kidogo inaonekana kuna ugumu kulingana na aina ya timu ambazo zipo kwenye kundi la Simba Sports Club. Ukimtazama ukimtazama Stade Malien, moja kati ya timu ambayo inaonekana ni bora sana, lakini pia ukiwatazama Petro de Rwanda, moja kati ya timu ambayo inaonekana pia iko strong, na tayari tumeona timu zote hizi mbili zimefanikiwa kupata alama 3 dhidi ya mnyama mmoja, Stade Malien akiwa nyumbani, lakini pia kwa upande wa Petro de Rwanda akiwa iko ugenini, Simba akiwa iko nyumbani akikubali kupoteza alama, kwa maana kwamba ni timu ambazo zinaonekana tayari ziko vizuri. Sasa unyonge kwa Simba, je, ataweza kuonyesha mbele ya timu ya Esperance de Tunis, moja kati ya timu ambayo ni kubwa kabisa barani Afrika? Kazi ipo. Je, ataweza kufanikiwa kuvuna alama walau 4 ama alama 6 ambazo tutamweka kwenye mazingira ambayo ni mazuri kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika? Kazi ipo kwa mnyama, kazi ipo kwa Steven Robert Becker. Bana ametambulishwa mitaa ya Msimbazi rasmi, lakini pia kocha asifurahie sana, ajue bado kuna kazi nzito ambayo anapaswa pia kuifanya hapa mitaa ya Msimbazi. Shukrani sana kwa kuendelea kutegea sikio na kuendelea pia kutazama Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee Mwajibeji ya FIFA. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.